Majuzi niliona ile story ya Angelique Kidjo ya kuweka historia ya kuwa msanii wa kwanza, celebrity wa kwanza kutoka Afrika kupewa nyota kwenye Hollywood Walk of Fame. Ile mnafahamu kama mastaa wengi wa Marekani wanavyofanyiwa wakiwekewa ile wakipewa nyota zile. Sasa Angelique Kidjo amekuwa ndo msanii wa kwanza kutoka Afrika. Yaani msanii wa kwanza kutoka Afrika. Unajua Marekani kuna Black Americans ambao wasileo ni wa Afrika, ila sio wa Afrika, ni wa Marekani. Huyu ni Mwafrika. Yaani sio mwenye asili ya Afrika, ni Mwafrika. Kazaliwa Afrika, muziki wake kaufanyia na sosi kijulikana kwamba anatoka Afrika. Amekuwa msanii wa kwanza kupewa nyota kwenye Hollywood Walk of Fame. Kama unavyoona mastaa wengi wanapewa. Hii ni heshima kubwa sana kwenye kiwanda cha muziki, na uzuri wake katoka kwenye muziki. Unajua wengi sana pia wanatoka kwenye muziki, lakini wengine pia wanatoka kwenye movie, unajua kwa wenzetu Marekani. So huyu katoka kwenye muziki. Ni mama ambaye kaiheshimisha sana Afrika, kwa sababu mpaka sasa tunavyozungumza Angelique Kidjo ana tuzo za Grammy 5. Ndio msanii pekee mwenye tuzo nyingi za Grammy. Mind you, ana Grammy 5 brother. Ana Grammy 5. Ndio unakuja ukuta wao akina Black Coffee nafikiri wana 2. Black Coffee na 2 au 3 nafikiri. Then kina Tyler wana 2, unaelewa? Sasa huyu ana 5. Ana tuzo za Grammy 5. Unaelewa? Of course mtu anayeongoza kwa tuzo nyingi za Grammy nafikiri ana 32. Unaelewa? Nafikiri ana tuzo 32. Huyu ana 5 kutoka bara la Afrika. Ni mama ambaye kafanya kazi kwa miaka mingi, kwa level ya juu sana, hajawahi kushuka, amerepresent culture kutoka Afrika. Na juzi katoa ngoma na Diamond ile Kakua. Na hata mnakumbuka ile ngoma inatumika sana kwenye zile wakati watu wanaenda kumsalimia ule mtoto wa Diamond Kakua. Ile ngoma Kakua ilikuwa inatumika sana, ile kafanya na Angelique Kidjo. Na sababu ya Diamond kushirikiana na Angelique Kidjo ilikuwa ni hii mojawapo. Unajua sisi tunataka tupate mtu ambaye anaweza kafungua. Unaelewa? Afungue tu kwanza apate hata tuzo ya Grammy, kwa sababu ni heshima kubwa sana. Akishafungua zitakuja nyingi sana. Ndio maana na moja ya njia ambazo inaweza kusaidia msanii akafungua kupata tuzo ya Grammy ni kufanya kazi na msanii ambaye pia ana tuzo ya Grammy. Kwa mfano Angelique Kidjo kwa level hii maana yake ni member academy wa Grammy. Yaani kwa level hii ni member, kwa sababu member academy wa Grammy ni kuomba tu. Unaelewa? Na kwa ukubwa wake anaweza kaomba kwa ajili ya kupush kiwanda cha Kiafrika. Unaelewa? Cha muziki wa Afrika. So ni kuomba tu kupewa ile heshima ya kuwa Grammy Academy. Na mimi ndio maana unatakiwa kufanya kazi na watu ambao tayari wana jina, wanaheshimika. Kwa hata kuingia kwenye Grammy kule ni very easy. Hivi hata unavyofanya ngoma sio ilimradi tu unafanya ngoma, unafanya ngoma kwa standard ya juu, standard ya hali ya juu kwa ukubwa, ili ngoma pia ishtue watu iweze kuingizwa kwenye Grammy. Kwa kupitia Angelique Kidjo inawezekana Diamond kawa nomination kwenye tuzo za Grammy, kwa sababu huyu mama karibia kila mwaka lazima jina lake liwepo. Yaani na akatoa album juzi kama mnakumbuka, unaelewa? Karibia kila mwaka lazima awepo kwenye namba. So unaweza kushangaa labda Diamond nao kama miongoni mwa wasanii ambao wanakuepo kwenye tuzo za Grammy kupitia ngoma ya Kakua, kwa sababu kafanya na ambayo iko kwenye album ya Hope ya Angelique Kidjo. Hii ngoma ya Diamond sio kwamba ni wimbo wa Diamond, ni Angelique Kidjo kamshirikisha Diamond ambayo ipo kwenye album ya Hope. Kwa hiyo inawezekana hiyo album ya Hope ikaingia kwenye Grammy, au hii ngoma ya Kakua ikaingia kwenye tuzo za Grammy na Diamond akashinda Grammy kupitia. Kwa hiyo ni ngumu mtu mmoja kuingia. Tara Ivan walivyoingia Grammy waliingia kupitia Maluma ambao tayari ni member academy wa Grammy, si ndio? So very easy ukifanya kazi na mtu ambaye tayari ana jina kule, anaheshimika, ni rahisi sana kuingia kwenye tuzo za Grammy. So tunaweza tukamwona Diamond kaingia kwenye Grammy na huyu mama kapewa nyota. Ile nyota kama mnafahamu wanapewa mastaa wote wa Marekani wakubwa ambao wamefanya jambo kubwa. Yaani unapewa nyota kama umekuwa na impact kwenye muziki. Wewe ni GOAT. Manake mama kwenye muziki wa Afrika ni GOAT, yani greatest, unaelewa? So unapewa hii kama umeufanyia kazi kweli muziki. Na ukiongelea kwa kweli Angelique Kidjo kafanyia kazi kubwa sana muziki huu wa Kiafrika na kacha ya Kiafrika kuihudumisha. Hata juzi kwenye mashindano ya AFCON kama mnakumbuka, yeye ndio alikuwa MC, umeelewa, pamoja na Idris Elba. So angalia mtu ambavyo ana heshima kubwa sana ndani na nje ya Afrika. So hongera sana mama yetu Angelique Kidjo. Mimi naamini kupitia wewe tutaweza kuja kupata msanii kutoka Tanzania kashinda Grammy. Kama sio Diamond basi atakuwa mwingine.